Twende katika neno letu la mchana wa leo ambalo linapatikana katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4, tutaanzia pale mstari wa 8. Tutasoma polepole mpaka ule mstari wa 17, lakini kwa sasa hivi na taomba msomaji mzuri Pastor Emmanuel atanisomea mstari wa 8, alafu atakomea hapo. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye alimshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Amen. Natuombe. Hakuna kama wewe. Nakushukuru kwa ajili ya mchana mwema ambao umetukirimia kuona mchana wa leo. Asante hata kwa ajili ya neno lako la wakati. Bwana Yesu, naliinua mikononi mwako. Wacha neno hili likawe lako, likawe na la mwingine, likaweze kuwa kioo cha maisha yetu Bwana. Jehova, ikiwa mimi mwanadamu siwezi bila wewe, kanitumie tu kama chombo Jehova, ukanene wewe mwenyewe, na hata tutakapouona mwisho, sifa na utukufu ni kwako. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa chetu cha ujumbe wa leo ni kwamba tukatende mema. Kutenda mema ama tukatende mema italingana na wewe mwenyewe vile utataka kiwe. Bwana sifiwe. Hiki ni kifungu ambacho mmesoma, ama ni sura ambayo mmesoma sana. Huenda ikawa hata umeisoma asubuhi ya leo ama usiku, lakini hilo ndio neno la wakati ambalo Mungu ametaka tukalisikize mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambia kwamba kulikuwa na mwanamke katika ule mtaa wa Shunemu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa mama huyu alikuwa ni mama mzuri mwenye cheo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kwa Biblia yako ukaangalie katika mstari nimesema mwenye cheo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingi sisi kama Wakristo huwa tunaona kwamba wale ambao wanajishughulisha na huduma za kanisani, huduma za kumhudumia Mungu, pengine ni wale ambao wana shida ama hawana cheo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa kwamba huyu alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa na vyeo vyao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa mtu wa shida ambaye alikuwa anataka msaada. Bwana Yesu asifiwe. Wenda ukao wengine tunatenda mema ili tukapokee kitu, ama wenda ikao wengine tunatenda mema kwa sababu tunatarajia tupate vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu alikuwa ana cheo, kumaanisha alikuwa na kila kitu ambacho angeweza kuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Na kukawa na mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha, na inasemekana kwamba alikuwa anamhudumia huyu mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati mtumishi wa Mungu alipokuwa akienda kwa huduma, alikuwa anamtayarishia chakula. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu mwenye cheo chake na anahangaika na masufuria jikoni akipika ni kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema kwamba ni mtu ambaye alikuwa na cheo chake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu alikuwa na moyo mkuu na alikuwa amekusudia kuwa atatenda mema ni kwa ajili ya yule mtumishi wa Mungu, hakuangalia kile cheo chake. Bwana Yesu asifiwe. Na mama huyu kila wakati huwa ninapokaa huwa nasema kama mimi sina hata baisikeli na siwezi nikajituma kama huyu mama. Je, huyu mama alikuwa na moyo mkuu namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Wengine hatuna vyeo vya vile, lakini atakuja tu kupangusa viti ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la leo linasema kwamba tukatende mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusimtendee Mungu mema kwa sababu ya shida. Wakati uko na shida ndio unakuja kutendea Mungu mema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko na shida ndio unapatikana mapema kuja kupanga viti. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umepandishwa ile huduma unaiacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu na cheo chake tena alikuwa ni mtu tuseme wa kunyenyekea, kwa sababu alikuwa anahangaika ni kwa ajili ya kumshughulikia
mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiendelea huo mstari wa 9 unasema, yule mwanamke akamwambia mmewe, tazama, mimi naona ya kwamba huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, ili itakuwa atujiapo ataingia humu. Bwana Yesu asifiwe. Kando na kutenda yale mema kumpikia, tena akaenda akanyenyekea kwa mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mama mwenye cheo tena akaenda akanyenyekea kwa mume wake, akamwambia na kuomba tumjengee huyu mtumishi wa Mungu chumba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ingekuwa ni hawa mama wa siku hizi wa TikTok na vipesa vyake, angeenda kumuomba mume wake ruhusa kweli? Si angeona mawe yamemwagwa, mchanga umemwagwa, angesema tu, wewe ngoja utaona, pesa ni zangu, mbona unauliza? Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule na cheo chake chote, tena maandiko yanasema alienda akasema na kuomba mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kitambo walikuwa na vyeo na pia walikuwa na heshima zao kwa waume zao. Bwana Yesu asifiwe. Maana ingekuwa ni wa siku hizi, kusema ukweli, angeona kivumbi yule mzee wa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mama alitumia hekima na akamwambia na kuomba mume wangu tukamjengee huyu mtumishi wa Mungu room, na hiyo room tena cha ajabu iliwekwa kule juu kwa ghorofa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanaume yupi ambaye angekubali yeye alale chini alafu mtumishi wa Mungu alale juu? Bwana Yesu asifiwe. Na kitambo, watu wa kitambo wako wambea kama wa siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ingekuwa ni watu wa siku hizi, yule mume wake angefuatwa akaambiwa, hebu angalia huyu mke wako, hiyo mbiwa nayo kuja nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati anamhangaikia mtumishi wa Mungu, na wewe umekaa hapo umezubaa. Bwana Yesu asifiwe. Na tena arudi aambiwe maneno tena, anamwambia mkalishe na usiseme ni mimi nimekwambia. Kaa utajionea mwenyewe. Kila maana mtumishi akija lazima apikiwe. Bwana Yesu. Na sasa hii ameanza kujengewa chumba tena cha juu gorofani. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wamama wa zamani waliokoka na wakakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa zamani walikuwa ni watu wazuri, hawakuwa na mafikira mengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hivi sasa hii kule kwangu kuingia mzee Geoffrey, saa zote akiingia nishapika samaki, kesho akija nishampikia kuku wa nazi, na jioni ni wakuja saa 7 za usiku. Bwana Yesu asifiwe. Angekuja akaambiwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wa kitambo walikuwa na adabu zao na discipline zao. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa kiona watumishi watu wa maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa mama huyu alikuwa ni mama mzuri sana, alikuwa anapenda kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutenda mema huku kuna faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukatenda mema ukabaki jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukakuja kufuta madhabahu ya Mungu ukabaki jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi rauka kupanga viti hapa kanisani ukabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Pengine unafanya kwa sababu hauna cheo, lakini kama unafanya kwa sababu ukamguse Mungu wa Mungu, kuna kitu utaenda na kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na mchana wa leo naomba kwamba tukae watu wa kutenda mema, tusiangalie zile nafasi tuko nazo, tusiangalie vile vyeo tuko navyo. Bwana Yesu asifiwe. Nisiseme sasa nimekuwa mama mchungaji, sasa hata mgeni anaingia pale sina shughuli naye. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa nikatende mema katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuwa na magari pale nje, unalieka pale na unakuja unainama unapiga deki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kutenda mema kuna faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati yule mtumishi wa Mungu alipoona kwamba huyu mama ni mama wa kutenda mema na ana heshima, kuna wakati akauliza kama atamuombea nini kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mstari wa 12 unaendelea kusema, na naomba Pastor Emmanuel uendelee. 12
Nitasoma. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite yule mtumishi. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake. 13. Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umemtunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. 14. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. 15. Akamwambia, kamwite. Naye alipokwisha kumwita, akasimama mlangoni. 16. Akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. 17. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona katika kule kutenda mema, huyu mama kuna kitu alipokea. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtumishi wa Mungu akasema, wewe umetutunza sana, tukuombee nini kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13 au unanitia nguvu. Unasema, akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii. Utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama hako shida. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alijiona kwamba hana shida, aliona kila kitu anacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mtumishi wa Mungu kwa sababu ya yale matendo mema akamuuliza Gehazi, huyu mama ametutunza sana, na akamwita akamuuliza anafaa aombewe nini. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema yeye anakaa kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Watu wake kuonyesha ni watu na pesa zao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akitaka chochote anapata. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatuna hata, lakini pia hata kufanya mambo tu madogo, mambo rahisi kama haya tunashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Je, Mungu akitupa tutakuwa hali gani? Bwana Yesu asifiwe. Na mtumishi wa Mungu akamuuliza, tukuombee nini kwa amri jeshi? Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha mtumishi wa Mungu naye alikuwa na mamlaka fulani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama huyu reverend wetu awe na mamlaka fulani, ufanye kitu alafu akuulize nikufanyie nini, nikakuulizie nini kwa gavana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mama akasema yeye anakaa kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuonyesha ile huduma alikuwa akifanya kwa roho safi. Bwana Yesu asifiwe. Hakufanya ili watu wamtambue, hakufanya ili alipwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi pia tunafaa tukaige huo mfano kwamba kila wakati tunapotenda mema tufanye ni kwa ajili ya Mungu, tusifanye kwa ajili ya pengine kulipwa, ama tusifanye kwa ajili tunataka tuonekane. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatulipa, atafanya kitu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na yule Gehazi akamwambia mtumishi wa Mungu, huyu mama hana mtoto. Maana kila wakati walikuwa wanakuja wanapata kama ni kochi vile lilitandikwa liko vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nyumba yenye ina watoto si rahisi ishinde niti na ikae hivyo mchana kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Pengine walipokuwa kiingia wanapata ile nyumba iko safi, imepangwa vizuri, hawaoni mtoto akirukaruka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na Gehazi akasema hana mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Vile nimeanza kusema kwamba kutenda mema kuna faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Elisha akamwita yule mama na akaenda akamwombea, akamwambia kwamba mwakani wakati kama huu utakuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mama kwa sababu ni binadamu na
maandiko yanasema yule mume wake alikuwa mzee. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia yule mtumishi wa Mungu, usinidanganye mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya sisi wanadamu huwa kila wakati tuko na mashaka, kumbe mashaka alianza kutoka kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Hatuanzi sisi kuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe. Hata wa kitambo kina Sara walikuwa na shaka. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mama akawa na shaka kwa sababu aliona yule mume wake ni mzee sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya yale matendo mema alienda na kubarikiwa na mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sasa nasema tusichoke kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Wenda ikawa tutavunjwa mioyo na wengine, lakini tusichoke kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kanisani kubeba maji ya kanisa, Janet mgeni anakwambia, kwa nini unabeba bure na pesa ya sadaka shukrani inatolewa kila Jumapili ya pili? Bwana Yesu asifiwe. Na wewe umeamua kufanya bure. Bwana Yesu asifiwe. Unavunjwa moyo na unakubaliana na yule mtu ambaye amekuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tusichoke kutenda mema kwa sababu tutavuna kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kufanya, usiangalie mbona wenzangu wameniachia. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme kwa nini tuko wengi tunarauka wawili ama watatu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu aliona unaweza hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu aliona unaweza kupika hata uji kwa ajili ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu anaona unaweza hata kupikia watumishi wa Mungu chai. Bwana Yesu asifiwe. Mambo kama haya usiseme tu unafanyia mwanadamu, lakini Mungu anaona na kwa wakati wake utaenda na kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wengi wametenda mema kwa ajili ya Mungu na wakapata faida. Bwana Yesu asifiwe. Wengine pengine wenda ikawa huduma yake si ya kufanya, lakini ukimwambia ni mambo na pesa atatoa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo pia ni kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine naye enda ikawa huduma yake, Yesu asifiwe. Hizo zote ni huduma, na kwa kweli tunapozifanya kwa moyo mkuu kwa wakati wa Mungu kunacho kitu tutavuna. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona huyu mama Mshunemu, yeye alipata baraka za mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuambia kwamba tunapomaliza mwaka, wenda ukawa ulikata tamaa ama ulivunjika moyo ama ulivunjwa moyo na mtu kwa sababu ya ile huduma yako ya kutenda mema, endelea. Hata kama si hapa kanisani, lakini pengine unaifanya kule mtaani ama unaifanya kwenye umeolewa, endelea kufanya, usichoke. Mungu ambaye ni mwaminifu atakulipa siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Tukazidi kutenda mema katika hii safari. Tukazidi kutenda mema katika watumishi wa Mungu ambao wamewekwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na nashukuru mtumishi wa Mungu kila wakati. Yeye ni kama asijui alikuwa anafunga kwanza ndio aende kwa huduma. Maana huyu mama alikuwa anapika na mtumishi wa Mungu alikuwa hamwambii kwamba sitakula nimefunga. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anakula. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kufanya hivyo ndio alikuwa anapokea baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mama Reverend, dadi, mnapotembea mhakikishe hamjafunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapopitia mshirika anataka kukupikia chai na unasema umefunga, pengine hiyo siku ndo alikuwa atakutana na muujiza wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema watumishi wa Mungu wanapotembea wawe hawajafunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao wakifunga hautawahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mwingine pia ambaye ametajwa katika kutenda mema, naye pia alipata muujiza wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama ambaye alikuwa anaitwa Dorcas. Hiyo pia tumesoma na tunajua huo mfano. Ilikuwa ni mama tu wa kushomba kwamba akaja akaugua na kafa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya yale matendo yake mema, wale wajane walikusanyana wakalia na kuonyesha Paulo zile kanzu na zile nguo ambazo alikuwa ameshona. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaomba maji pale na yule mama akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Je, mimi na wewe tuna nini cha kuonyesha? Bwana Yesu asifiwe. Je, mimi na wewe tumefanya nini ili tukaweze kukumbukwa? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninapoanguka sasa mtanikumbuka kwa lipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno hayuko,
kwa mambo mengine hayupo, lakini sadaka unapoingia tu anaanza kufuta, leo sina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye huwa anaona anapotoa sadaka ndio ameingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na anapotoa ile sadaka ndio anaona kwamba yani amemgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nayo ni huduma yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mwingine hata akikosa sadaka haoni chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu si huduma yake. Na neno la Mungu linasema kwamba tusichoke kutenda mema, kwa sababu katika kutenda mema tunayo malipo ambayo tutapata. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina mengi na mimi si mhubiri, ni hayo, na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusichoke kutenda mema. Bwana asifiwe. Huyu mama akatenda mema, na ndio maana mtumishi wa Mungu atenda ni kuombea nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasema yule mtumishi wa Mungu alikuwa akipita pale. Kwanza alikuwa anapita mara anaenda anarudi. Nikapita pale kwako kila siku. Leo mzee anaanza kusema, "Wewe mchungaji usikite." Lakini yule mzee anakuwa na shida. Yule mzee akimwona yule mtumishi anapita tu pale. Anapita tu. Labda hata mara nyingine alikuwa analala. Maana sana pita pale. Alikuwa analala na huyu. Si nimjengee. Bwana asifiwe. Si nimjengee. Kuna wamama wana mapeni. Hata hapa kuna wamama wana mapeni. Wana pesa. Bwana asifiwe. Wakiamua kufanya wamefanya. So ile mwanamume hakuwa na otherwise. Maana mama anahisi na anataka kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema katika nyumba ile yake, hakumjengea mahali pengine, hapo juu anajenga room. Unajua vile vitu vinaitwa room, si ka single room. Ukisikia mtu anakaa kwa room, ni kwamba ana sitting room, ana mahali kwa kulala, ana choo na ana jiko. Hiyo ndio room. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba kalikuwa ka single room sasa hata anaenda chooni wapi. Lakini huwa iko content. Kila kitu kinapatikana pale, na akamjengea. Na yule mzee akipita anapanda pale juu, analala, asubuhi anaamka na kaleso kake, anapiga mswaki na anaenda zake. Na anapikiwa chakula anakula. Bwana Yesu asifiwe. Mafiweza. Ikiwa tu kudedicate mwaka ule unaingia, wengine hawatafanya na bado wanataka mazuri. Kudedicate tu mwaka peke yake. Kile kitu unakitaka Mungu akifanye, unakidedicate tu hiyo. Na kuna wengine wataru, alafu watakuwa wanaendelea kuomba. Ni mpaka tufanye mambo mazuri ili Mungu akafanye mazuri kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tukianza hii huduma kulikuwa na msichana kijana ambaye sijapata msichana kijana kama yeye mpaka leo. Tangu tuanze hii huduma kulikuwa na msichana ambaye ni kijana ambaye sijapata msichana ama mvulana kijana mpaka leo kama yeye. Lakini labda kwa neno la Mungu tukapata. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikiwa nimelala, nilipofika saa 11 akapiga simu. Mchungaji, nimepoteza funguo ya kanisani na niko hapa kanisani. Mwambie kwani wanafanya nini? Anasema kila Jumapili saa 11 mimi niko hapa kanisani, nasafisha choo, nafungua kanisa, nasafisha, alafu nafunga naenda. Nikajitayarisha ndio nje. Na nikauliza mama mwingine ambaye alikuwa ni Asha, akasema ni hivyo. Kila saa 11 ama hata kabla
amefika kanisani na anasafisha choo amalize, ateke maji amalize, huo siku. Halafu pale kazini alikuwa akifanya, hakuna mwezi alikosa kumtolea Mungu fungu la 10. Halafu hakuna mwezi alikosa kuja kwangu kwa sababu ameleta zawadi. Hakukuwa na mwezi alirukisha. Kuna siku moja alileta majani ya mweka mzima, nilimtia maka, nikayagawanya. Maka amenunua tena yale original, angenunua akaleta. Siku moja nikamsimamisha hapa, nikamwambia, kijana, nikuombee nini? Wakati huo alikuwa anapata tu 10,000. Anasema mimi kitu nataka nikibali pale kazini na pia niongezwe mshahara. Mwambia nenda kaongezwe mshahara. The following month akatoa fungu la 11,500. Tayari ukawa umeongezeka. Maana anasema niombei. Bwana Yesu asifiwe. Nimepata kijana kama huyo. Tangu aende sijapata, lakini nitapata. Si nitapata, simnyoshe mkono maana nitapata. Halafu akaja kwa madhabahu. Kaambia, bado kwani kuna kitu nataka nikuombee kingine? Maana umetaka mshahara na tayari uliweka kuongezeka. Nini kingine unataka? Akasema nataka niolewe. Sasa mimi unajua sikumuuliza maswali mengi. Wataka kuolewa na ndoa ama nini muombee? So nikamwombea aolewe. Miezi miwili baadaye akaolewa, simuona tena. Kangu ameolewa na nenda. Lakini si ametaka. Nimuuliza nataka kufanywa nini? Bwana Yesu asifiwe. So kama utafanya kitu kizuri, na sijapata tena kijana kama yeye. Lo kweli, wa kurauka, kuja kufanya, beba maji, alikuwa anabeba maji. Hakuna mtu alikuwa anauliza mambo ya maji, na hawajui yanatoka wapi. Wakija maji iko hapo na hawajui inatoka wapi. Walikuwa wanafikiria labda kuna kisima kimetoboka yanamiminika. Hakuna mtu aliuliza huo wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kamwambia, wataka nikuombee mimi? Mama umegusa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka jana ukianza, mzee mmoja na mama wakasema, mchungaji, hata kabla hujatangaza mchango, mwaka juzi, hata kabla hujatangaza kwamba kuna mchango, lakini sisi tumeenda kuuza ng'ombe yetu, tunataka kuweka pila yetu. Pila. Kamwambia, wataka nikuombee nini? Kwani wataka nini? Na akasema kila anataka. Na mambo yakafunguka. Ile siku tunaweka pila, anaambia sasa nataka kitu kingine. Kamuuliza nataka kufanywa nini? Akanaambia, sema hata hiyo naomba, lakini sasa hii kitu unataka pia kina gharama kubwa. Nasema sasa wewe niombee, maana nataka. Na nikipata hiyo utaona tu. Bwana Yesu asifiwe. Ongea basi, acha Mungu akupe haja ya moyo wako. Na imekaa mwaka jana ikapita, lakini mwaka huu haukupita. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya kile alichokitaka. Nakuja kuambia ni nani, lakini Mungu amefanya kile alichokitaka tena wiki hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utafanya nini kizuri ili